Zamir Wasini aliingia nakumbuka na Mohamed Ibrahim Shiza Kichuya, wengi wakaona talanta kubwa ipo kwa Mo Ibrahim. Zamir wakaonekana kama mvunja kuni hivi, lakini Mo hakuendelea sana. Zamir amedumu kwa muda wote. Sifa yake kubwa ilikuwa ni ipi kwenye ndani ya uwanja kiuchezaji? Zamir kwanza, kitu kikubwa ambacho amesema pamoja na kuja na wenzake Shiza Kichuya pamoja na Mohamed Ibrahim, sifa yake kubwa Zamir ni nidhamu. Ni mchezaji ambaye hatujawahi kumsikia hata siku moja kwenye social media au mahali popote analalamikiwa au amekuwa akiongelewa vibaya. Na ndio maana tulikuwa tushangae kumuona Mzamiru viungo wengi wa kigeni wamekuja, lakini kwa Simba alikuwa anapata namba na mpaka national team pamoja kuwa na viungo bora bado alikuwa anaenda anacheza. Kwa sababu iko kipindi ambacho Mzamiru anacheza national team ndio wakina Midimao wapo kwenye ubora wao, na Bakari Salum Shoboy wapo kwenye ubora wao, wakina Mudathir wapo kwenye ubora wao, lakini bado alikuwa anaenda na anacheza. Kitu kikubwa naweza kusema Mzamiru ni mchezaji ambaye anaonekana alikuwa anaishi kwenye miiko ya mpira wa miguu. Ndio maana tumemtaja hapa Mohamed Ibrahim kama case study, kwa sababu wakati anakuja Mohamed Ibrahim ndo alitabiriwa makubwa sana. Lakini hakumaliza misimu mitatu Simba akawa ameondoka, na mpaka sasa tukiulizana hapa kwenye meza hii Mohamed Ibrahim yuko wapi, tunaweza tunatafuta kwa tochi. Unaweza ukaona ubora huo kwa sababu amecheza misimu 10. Katika misimu yake 10, misimu 8 ambaye ametumika vizuri, msimu mmoja wa 9 ambao alikuwa chini ya Fadurahman Davis ndio alipata majeraha, lakini wakati huo anapata majeraha bado alikuwa amekuja Ngoma, alikuwepo Yakejefa, alikuwepo Mavambo, lakini bado alikuwa anaanza na mmoja wao kati yao wageni mpaka pale alipopata majeraha ndio angalau wale wakaanza kucheza. Amerudi kwenye msimu huu, dirisha dogo amempeleka kwa mkopo TRA. Unaona, Azimu amesema inawezekana nikoa nimekubaliana na pande mbili. Kitu kilichotokea ni kwamba hata yeye mwenyewe ameomba kwamba mimi naomba niendelee kutafuta changamoto sehemu nyingine. Sababu anaona ametumika muda mrefu kwa mafanikio. Sasa hivi pengine energy inaweza kuwa imepungua, na inawezekana hata kwenye mfumo wa mwalimu kwake ikawa changamoto. Bora huko ambapo ameenda anacheza, anaweza kuendelea kuhudumu kumalizia muda wake ambao mpira umebaki. Kwa hiyo si mchezaji ambaye pengine Simba wanaweza kuwa wamemwacha kirahisi au hata kukubali. Na mimi imani nanituma pengine miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kuwa bado na vinasaba na Simba kuwezekana hata kuwafanyia vitu vya ziada ni pamoja na Zamir Wasini. Kwa sababu katika hiyo miaka 10 ambao Zamir ameingia msimu wa 2016-17, Simba ilikuwa imetoka kuyumba sana karibuni misimu 4 mfululizo ambao Yanga alikuwa na dominate kwenye kila kitu. Lakini wameingia wale wakapambana wakachukua kombe la FA kipindi kile, na Zamir akiwa ni mmoja wa wachezaji ambao walicheza dakika zote 120. Baada hapo alikuwa na muendelezo mzuri, wanachukua ubingwa wa ligi kuu mara 4 mfululizo, wamechukua tena hii kombe la shirikisho misimu mingine miwili, ikiwa ni pamoja na finali walicheza na Namungo na finali ya mwisho ambao walicheza dhidi ya Yanga. Zamir alikuwa kwenye kile kikosi. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye unaona profile yake ilikuwa imemjenga na kuonesha akawa na imani kwa viongozi, akawa na imani na walimu mbalimbali ambao wamekuja.